Bwana, wote tunafahamu kwamba Miguel Gamondi ni fundi wa hizi kazi, ni mtaalamu kweli kweli, anaelewa wachezaji wazuri na wachezaji wabaya, anaelewa top performance na low performance. Sasa hatimaye amemwaga maua kwa kiungo fundi, yes, usajili bora zaidi ambao umefanywa na Young Africans. Kumbuka Gamondi hajawahi, sio rahisi Gamondi kutoa sifa. Yani kama kuna makocha ambao roho zao ni ngumu lakini professional zao au taaluma zao ni nzuri kwenye kuangalia wachezaji, basi Miguel Gamondi ni miongoni mwa makocha wenye sifa hiyo. Gamondi kuja kumsifia mchezaji ni kweli kafanya kazi, sio masinema, sio masihala. Miguel Gamondi anajua wachezaji wazuri, Miguel Gamondi anajua wachezaji wabaya. Miguel Gamondi anaweza akakwambia huyu atafaa kwa michuano fulani, huyu hafai kwa michuano fulani. Sasa hapa utakuja kumsikia Miguel Gamondi akimuelezea Mwanengo, usajili mpya wa Young Africans, kiungo fundi. Je, huyu Mwanengo anafaa au anatosha kwa kiwango gani? Performance yake ipo katika level gani? Kiwango gani? Timu gani? Hapo ndipo ambapo utakuja kuelewa kwamba yes, Young Africans is too biggest club, ni klabu kubwa sana kwenye upande wa usajili. Acha mchezo. Hii inaendelea kujidhibitisha au wanaendelea kudhihirisha ni kwa nini wanaitwa klabu ya masuperstar. Kwa nini wanaitwa klabu inayojielewa zaidi barani Afrika na Tanzania? Kwa sababu ya kujua aina wachezaji. Miguel Gamondi bwana, kumbuka kwamba sasa hivi mkataba wake umevunjwa na TFF kutoka pale Singida Black Stars. Kwa sasa ni kocha mkuu wa timu ya taifa la Tanzania baada ya kuivusha Taifa Stars katika michuano ya AFCON kutoka makundi kwenda kwenye 16 bora kimkakati. Kwa hiyo ni kocha wa kuaminika. Sasa Mwanengo ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia katika dirisha dogo la usajili na klabu ya soka Young Africans, na anapewa nafasi kutoka kwa kocha Pedro Gonçalves kwamba ni miongoni mwa first 11 zake katika michuano ya Mapinduzi. Kwa hiyo baada ya hapo Mwanengo bwana amesajiliwa na Young Africans. Lengo kubwa sana kwa wananchi ni kutaka wapate kiungo atakayeshika nafasi ya Mudathir Abbas, huku Mudathir Abbas acheze pale ambapo alikuwepo Mohamed Dumbia, yani AI. Ndio lengo lao kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wanahitaji pale juu wapate namba 10. Namba 10 ni nani? Mudathir Abbas, kwa sababu sasa hivi ndio anapikwa hapo aweze kuichezesha timu. Sijui naeleweka hapo. Sasa moja kwa moja baada ya usajili huo tumeshuhudia michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar ambayo imepigwa na Young Africans ametinga hatua nusu finali dhidi ya Singida Black Stars. Hao ni mashemeji au ni marafiki zao wa karibu, kwa sababu kule wanaubia sana wachezaji wa kule, wanakuja huko wanakuja kutumshuhudia Maruf Shakei, tumshuhudia Afrika Sink, tunashuhudia wachezaji baadhi pia wakienda huko, wengine wakirudi huku, we got na tumeona pia. So nusu finali hiyo, huku Simba akishatinga nusu finali na Azam FC. Okay, sasa kiwango cha Mwanengo kama usajili mpya ndicho ambacho kinazungumziwa sana katika michezo na burudani. Gamondi katika interview ambayo ameulizwa kwamba unalionaje soka la Tanzania hasa katika michuano ya Mapinduzi, ukiwa wewe kama oversee, yani kocha wa timu ya taifa, tuangazie kwa Young Africans ambao wanaonekana na mwendelezo mzuri katika mashindano hayo. Anakwambia Miguel Gamondi kwamba Young Africans ni miongoni mwa klabu ambazo zitakuwa zimenitambulisha mimi, lakini pia natakuwa za kwanza kuzielewa sana kuliko klabu yoyote, kwa sababu mimi na Young Africans ni watu wawili, ni vitu viwili tofauti. Young Africans ni club, mimi ni kocha, lakini tunaendana kwenye falsafa. Yani Gamondi na Yanga wanaendana. Kwa nini? Kwa sababu Gamondi ni mtu wa misimamo na Yanga ni timu ya misimamo. Pili, Young Africans wana shabaha kubwa sana ya kuwafahamu wachezaji wazuri na wachezaji wabaya. Yani ndio hicho ambacho mimi niliwapendea Young Africans. Maneno ya Gamondi hayo. Anasema kwamba Young Africans wana uwezo wa kumtambua mchezaji mzuri ndani ya siku 3 tu. Ndani ya siku 3 wakajua kwamba huyu ni mchezaji mzuri, na wanaweza wakamtambua mchezaji mbaya ndani ya siku 3.
Kwa hiyo kwa usajili wa Mwanengo itoshe kusema kwamba miongoni mwa wachezaji watakaoleta mapinduzi makubwa katika mpira wa Yanga eneo la kiungo, basi huyu Mwanengo is the best one, best of the best. Kiwango chake ni bora, lakini pia performance yake ni bora. Anajiamini akiwa na mpira, hataki kupoteza. Yani mchezaji anapokuwa na mpira hataki kupoteza, lakini pia anatamani muda wote kupiga pasi za mbele kwa ajili ya kwenda kufanya kushambulia. Yes, ni usajili ambao unaonesha how much Young Africans wanalitaka taji la ushindi huko CAF, na hivi ndivyo ambavyo itawasaidia zaidi katika michuano hiyo. Na Mwanengo anaweza kucheza kwa jicho la Gamondi. Anasema angekuwa yeye ndio kocha Gamondi, angemchezesha namba karibia 3. Kwanza kiungo mkabaji, pili kiungo mshambuliaji, lakini pia 3 kiungo mchezeshaji, maana namba 10. Kwa Mwanengo kwa muonekano akiwa uwanjani anaweza kucheza namba 3, kiungo mkabaji wa chini namba 6 hiyo, kiungo mshambuliaji kama namba 8, lakini pia kiungo pia mshambuliaji kiongozi namba 10 huyo. Yani anaweza, kwa namna ambavyo ameonyesha picha lake hapo tu inadhihirisha kwamba ni mchezaji wa kiwango cha juu mno. So kocha anasema kwamba yeye binafsi angemwanzisha kama namba 10, angemwanzisha kama namba 8, angemwanzisha kama namba 6. Vyovyote vile angepotaka kumtumia, angemtumia Mwanengo. Kiwango bora sana. So wananchi wana nafasi kubwa sana ya kujisifu na kuifurahi kwa namna bora ambayo wamekuwa nayo, kiwango bora ambacho wamekuwa nacho, ubora mkubwa sana. Performance yao imeongezeka mara kadhaa na maradufu. So wanahitaji kuongeza juhudi tu kuweza kufikisha malengo yao, ila kiwango chao kiko mahali pazuri ambacho tuseme pana ridhisha, yani panaridhisha, na kiwango cha wananchi kinasimama katika level nzuri ambao wao wanahitaji. Huu ndio ubora ambao wananchi wapo nao, na hii ndio nguvu ya wananchi kuweza kusimamia malengo yao. Mimi nadhani ni kipindi ambacho Young Africans wanaweza kutengeneza jambo bora sana na kujikwamua kutoka kwenye mitego mibaya ya wapinzani. Lakini Gamondi mwenyewe ametia saluti kwa Mwanengo. Inawezekana ni miongoni mwa wachezaji bora ambao wamerejea katika kikosi kwa ubora wa hali ya juu na kwa viwango vya hali ya juu. Na kiwango cha jamaa ni kizuri zaidi na kinaonesha ni kwa namna gani